kuna vitu vingi ambavyo unapaswa kuvijua, kwa sababu ikumbukwe kwamba unapokuwa unafanya manunuzi ya mtandaoni, usipokuwa makini unaweza ukaipoteza pesa yako. Na sio tu kupoteza pesa yako, unaweza ukapata mzigo, ukawa umeletewa mzigo lakini usiwe kwenye ubora ambao ulitarajia uwepo. Sasa hii ni Tanzania Marketing Pro na mimi ni Alex Maganga. Ungana na mimi kwenye darasa hili mwanzo mpaka mwisho. Nitakwenda kukuelekeza kwa vitendo jinsi unavyoweza kuitumia application ya Alibaba ili kuweza kuagiza na kufanya biashara sasa kwa kuagiza bidhaa kutoka China kwa bei che ya viwandani. Kama hujatazama video zangu zilizopita, unaweza ukatazama sasa hivi. Nitakuwekea linki hapo chini. Kuna video ambazo nimefanya tayari kwa ajili ya kuelekeza namna ya kununua bidhaa kutoka China, na hii ni bidhaa na hii ni video nyingine ambayo inakwenda kuelezea kwa vitendo. Basi hapa nimefungua application yangu ya Alibaba. Nadhani unaiona hii hapa, alibaba.com. Sio kazi sana, na hata kama ukiwa na simu, hatua ni hizi ambazo ninazokwenda kukuelekeza hapa. Ukiwa na simu, basi utakwenda kwenye Play Store au Apple Store. Kwa wale wanaotumia iPhone, utadownload application ya Alibaba na kisha utajisajili kama nilivyokwenda kufundisha katika video zangu zilizopita. Sasa hapa nimefungua application ya Alibaba na hivi ndivyo unavyoona muonekano wake ndani jinsi ulivyo. Kwa wale wasiokuwa na uelewa kwamba Alibaba ni nini, Alibaba ni jukwaa linalounganisha wafanyabiashara pamoja na wauzaji duniani kote, na makao makuu ya Alibaba ni nchini China. Nadhani kuna watu wengi sana sasa hivi wanafanya biashara ya uagizaji wa bidhaa kutoka China kwa bei nafuu, na wengine wamefungua magrupu ya WhatsApp, wengine watumia Instagram, Facebook, na wengine wamefungua maofisi kabisa. Na wewe umekuwa ni shahidi, na hata kama hujawahi kuagiza, basi rafiki yako au mtu wako wa karibu amewahi kuagiziwa bidhaa kutoka China, na miongoni mwa watu ambao wanafanya hizo kazi. Kwa sababu imetokea changamoto hapa katikati, kuna baadhi ya watu sio waaminifu na wao wanakuwa ni sehemu ya kupoteza vipato au pesa za wenzao. Basi wewe nakwenda kukupa huu utaalamu au huu ujuzi ili na wewe uanze biashara hii. Kama unataka kuagiza kwa biashara yako binafsi, kuagiza vitu kwa sababu yako tu wewe mwenyewe, matumizi yako binafsi, au unaweza ukaagiza kwa sababu pia ya familia, yote inawezekana kabisa kupitia application hii ya Alibaba. Sasa hivi unaweza kuona jinsi ninavyokupitisha katika bidhaa mbalimbali. Kuna bidhaa nyingi kweli, kuna bidhaa nyingi sana, isipokuwa tu humu hatununui magari, wala mitambo mikubwa. Kama utataka magari na mitambo mikubwa, basi nitakuja kukuelekeza kwenye majukwaa mengine ambayo unaweza ukaagiza gari wewe mwenyewe kutoka Japani, kutoka China, kutoka Marekani hadi ikakufikia hapa Tanzania. Kama bado hujasubscribe, basi naomba ugonge subscribe hapo chini na uwashe kitufe cha notification ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Basi moja kwa moja tuendelee kwenye darasa letu. Sasa hapa nimekufungulia hii application. Lengo nataka nikuelekeze namna jinsi hii application inavyofanya kazi. Ukifungua hii application ya Alibaba kwa njia ya simu, basi hizi setup za hapa juu, hapa ninapokupitisha hapa juu, mara nyingi huwa zinakuwa kwa chini, lakini sisi kwenye kompyuta huku zinakuwa kwa juu. Kwa mfano hii My Alibaba, hii utaikuta kwa chini kwenye simu, lakini yote sio case. Nataka ujue namna gani unaweza kufanya ili uagize bidhaa kutoka China. Mimi ni huyu hapa, unaweza ukaona mimi ni huyu hapa, nimefungua hapa, naambiwa hi Alex, My Alibaba orders, messages, na hapa kuna RFQS favorites account, sign out. Kwa hiyo mimi humu nimesha sign in. Nikitaka kutoka ku sign out na kliki hapa, na hapo unaweza ukaona kuna oda zangu ambazo tayari nimeshakwisha kuagiza, na hata oda nyingine ambazo nimeagiza. Nikitaka kuziona hizi oda zangu ambazo zinatoka
sasa hivi kutoka Alibaba kwenda kwa mtu ambaye ananiagizia, basi naweza nikaziona hapo. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukaona oda zako. Lakini bado haitoshi, kuna message. Naweza nikasoma message ambazo nimechati na masupplier mbalimbali. Unaweza ukaona message zipo nyingi sana. Nafungua hapo message moja wapo, unaweza ukaona jinsi nilivyokuwa na chati hapa na supplier. Huyu supplier, ngoja niangalie nilikuwa naulizia bidhaa gani. Wow, nilikuwa naulizia hichi kiti cha ofisini hichi kiti cha ofisini. Unaweza ukaona hichi kiti cha ofisini na bei yake ipo hapa chini. Na tukaanza mazungumzo yetu hapo, tukachati mpaka mwisho wa siku nione tulipoishia ilikuwa ni wapi. Nione tulipoishia mazungumzo na huyu seller ilikuwa ni wapi. Okay, nilimwambia kwamba I need 1 unit as a sample. Later we'll order more. Can we continue with this business? Kwa mimi nilikuwa nataka sample. Sasa huyu huku akaniambiaje? Double the price for samples. Double the price for samples. Na mimi niliachana naye kwa sababu nikaona, kwa sababu nilikuwa kwenye utafiti. Hata hivyo nilikuwa natafuta viti mbalimbali. Aliniambia kwamba hichi kiti maana kama ninataka kwa ajili ya sample. Nini maana ya sample? Maana nakuja kutest sasa ile quality ya hicho kiti. Kama nataka hichi kiti kama sample, natakiwa ni double price. Kwa hiyo ku double price maana yake hapa kinachojitokeza, kama hichi kiti ni shilingi 17,000, basi mimi natakiwa nilipie mara 2. Kwa hiyo itakuwa ni shilingi 34,000. Yes, hapa kuna watu wengi sana. Nimekuwa nikichat sana na suppliers. My dear viewer, yani usije ukanunua kitu kutoka kwenye soko lolote la Alibaba bila kuchati na Mchina. Mchina ni tofauti na Marekani. Kama unanunua Marekani ni tofauti na jinsi unavyonunua China. China lazima uchati naye. Mchina lazima uchati naye. Mchina ni kama mbongo aliyechangamka, my dear viewer. Yani usije ukaja kujichanganya tu kanunua. Unaweza kukuta bei iliyoandikwa sio na ile ambayo bei halisi. Na ndio maana ni muhimu sana kuuliza bei ili uweze kutajiwa pale. Sasa hapa pia kuna huyu pia tulikuwa tunachati hapa pia kuhusu pia viti, na nilikuwa natafuta viti hapa. Hapa pia ni kuhusu viti. Hapa pia kuhusu viti unaweza ukaona hapa tumezungumza sana. Huyu pia naye ilikuwa ni kuhusu viti. Yes, of course unaona jinsi ninavyofanya research. Yaani ninapokuwa natafuta bidhaa nazunguka kwa watu tofauti. Umeona? Hapa pia ni viti. Yes. Lakini huyu hapa pia tulikuwa tunachati kuhusu router. Hii ilikuwa router. Hapa nilikuwa nataka kununua router. Okay. Basi tumeshaona hizo message namna jinsi ya kuzifungua, na nikitaka kujibu ninajibu tu hapa. Ninaandika hapo chini kama vile unavyoona. Sasa hebu twenzetu turudi moja kwa moja kwenye Alibaba yetu hapa home. Okay, hivi ndivyo ambavyo inafunguka. Na hii Alibaba niliwafundisha kwenye video yangu iliyopita hapo, ambayo nimekaa karibia lisaa lizima nimewafundisha hapo. Nimewambia kuna aina mbili za wauzaji. Aina mbili za wauzaji katika mtandao wa Alibaba. Kuna mtu kama mtu, yani our sellers, ambao ni mawinga kama mawinga wengine. Alafu kuna masuppliers. Umeona hapa? Hawa manufacturers, hawa ni masuppliers. Hawa products, hawa ni mawinga tu. Hata wewe mwenyewe unaweza ukawa winga kwenye kampuni au kwenye mtandao, kwenye jukwaa la Alibaba. Lakini huku kuna worldwide. Huyu anauza naye pia. Huyu ni muuzaji ambaye amebase kikanda. Yaani manaki kama unataka kununua, basi kwa mfano hapa United States, unaweza ukamtafuta huyu supplier, ana tawi lake liko pale United States, which means kwamba unaagizia kutoka pale United States. Yaani wewe kama unataka kwenda kupata sample, kupata chochote kitu, kujilizisha bidhaa, kila kitu unakwenda pale United States kama unaishi United States. Kwa hiyo hii ni regional wise, lakini hawa ndo wakubwa. Sasa watu wengi sana huwa wanajichanganya wanapokuwa wanaoda nini? Wanapokuwa wanaoda bidhaa. Unapokuwa unaoda bidhaa, hapa juu hakikisha kitufe chako umeactivate, sio products, weka kwenye hapa manufacturers. Weka hapa kwenye manufacturers. Umenielewa hapo? Jamani,
haya madarasa mimi nafundisha, najitolea, nafundisha bure kabisa. Mahali pengine huko watu wanapigwa pesa nyingi sana, wanajifunza kwa pesa nyingi sana. Kwa hiyo hebu jitahidi ufuatilie basi ili uweze kupata ujuzi huu. Click hichi kitufe kinaitwa manufacturers. Click hichi kitufe manufacturers. Na kuna watu wengine wanajichanganya. Kabla sijaendelea, ngoja nije hapa. Kuna mtu akija hapa home, yeye anatafuta tu mabidhaa. Eti anafanya nini? Ana scroll hivi, anatafuta bidhaa. I say, acha kupoteza muda wewe. Hutakuja kuiona bidhaa unayotafuta kwa mtindo huo. Hizi unazoziona ni bidhaa tu ambazo zinajitokeza, zina pop up, zinajitokeza. Wewe kama unataka bidhaa, njoo hapa, anza kufanya kitu kama hichi. Njoo manufacturers, set hapa manufacturers. Umesha set hapo vizuri. Alafu unakuja hapa categories. Hapo usiseme all categories. Bidhaa yako unayotafuta imebezi wapi? Sasa huyu ni mtu ambaye sasa amebobea kwenye Alibaba, anaweza akaseti hivi. Kama wewe ni mzoefu kwenye Alibaba, unaanza hapa all categories. Baada ya kuseti kule manufacturers, unakuja hapa category gani ambayo ya vitu unavitafuta. Labda kuna mtu anatafuta apparels and accessories. Hapa ni mavazi na vifaa mbalimbali vya nini? Vya mavazi, apparels. Sasa kama unataka hapa kwenye upande wa mavazi, apparel and accessories, unakuja hapa unaiclick. Mimi nimeifungua hapo. Sisi tumeelewana? Na kumbuka kule niliseti nini? Niliseti manufacturers. Kwa hiyo ninakwenda kutafuta supplier ambaye anadili na mavazi moja kwa moja. Baada ya kufanya hivyo, basi nakuja hapa. Umeweza kuona hapo vitu vimejitokeza. Sasa hiyo mbinu anaitumia yule mtu ambaye tayari amebobea kwenye utafutaji wa Alibaba. Sasa ukisha kuja hapa, hayo mavazi unayotafuta, unatafuta mavazi yanayohusu nini? Labda tuje sasa, unatafuta mavazi yanayohusu labda hapa kuna gym and fitness, kuna shawl, hapa kuna school shirt, kuna hunting vest, vitu gani ambavyo wewe unavitafuta? Hebu tutafute hapa tuangalie. Tuangalie hapa. Tuchukue labda hii slimming shirt. Slimming shirt. Hizi ni zile shati za ambazo ni outfit, yani inakunyoosha kweli kweli. Ukivaa hiyo inani shati kama vile umekwenda kushonesha pale kiwandani. Okay, safi. Sasa baada ya kuona hivi, baada ya click pale, yamejitokeza sasa makampuni ambayo yanauza hizi bidhaa. Lakini huku angalia huku juu huku kuna products. Nimeshakwambia achana na mambo ya products. Njoo kwenye suppliers. Wanaodili na hizo design za nguo. Okay? Safi. Suppliers hao hapo wamefunguka hapo suppliers. Sasa tunatafuta slimming, yani ni zile nguo za kubana zinakutosha. Haihitaji tena kupeleka kwa fundi Michael kwenda kuisize. Tumeona hapo au masupplier wa nguo wapo wengi sana. Masupplier wa nguo wapo wengi sana. Sasa wewe unaweza ukaja sasa hapo kutafuta ili uanze kuchati na supplier gani. Tumwangalie supplier wa kwanza. Wow, huyu wa kwanza kawa verified. Huyu kathibitishwa. Kawa verified. Okay? Lakini haonyeshi ana miaka mingapi kwenye soko au jukwaa la Alibaba. Tuachane na huyo. Kumbuka natumia mbinu za video iliyopita ambazo nimekufundisha kule. Lazima ufuatilie pia miaka. Huyu wa tatu, wa pili, huyu Guangzhou anaitwa Guangzhou Clothing Company Ltd. Huyu hapa kawa verified. Hii hapa kawa verified. Lakini ukija hapa unakuta ana miaka 14 kwenye jukwaa la Alibaba. Kitu ambacho kinamfanya kuwa mbobezi, mwenye kujali wateja na huduma nzuri kwa wateja. Huyu yuko vizuri. Miaka 14 sio mchezo. Kama miaka 14, ngoja tumkliki hapa, twende tuangalie huduma zake zimekaaje. Sasa hapa tupo moja kwa moja kwa huyu supplier wetu ambaye anaitwa Guangzhou Clothing Company Ltd. Safi. Amejiunga kwenye mitandao mingi huyu. Yupo kwenye WhatsApp, anapatikana kwenye ana tovuti, email, pamoja pia ana Facebook. Umeona kampuni hiyo
Lakini pia tuje kuangalia kwenye performance. Performance hapa satisfaction. Hapa tukiangalia wateja wameridhishwa karibia nyota 4.8 which is very good kati ya nyota 5 kamili. Huyu ana huduma nzuri sana kwa wateja. Ana reviews 122 ambazo mteja amefanya nini? Ameridhishwa na huduma na bidhaa ambayo inauzwa na hili kampuni la hawa jamaa. Lakini pia tunaweza tukaona hapa on time delivery 99.0%. Wow! Sasa ukisha kuja kuona huyu mtu ni kweli mnaweza mkafanya biashara. Huyu sio longolongo hata kidogo. Tumeelewana? Na ana oda zaidi ya 580. Amejitengenezea dola karibia 770,000 na kuendelea katika soko la Alibaba. Ukizipiga kwa pesa zetu za Kitanzania, sijui utapata hela ngapi huko. Sio mchezo. Sasa hivi unaweza ukaona hapa ametoa demo yake namna jinsi wanavyotengeneza kiwanda chake cha nguo jinsi kilivyo. Si unaona? Cheki mambo hayo. Naweza kuona hayo mambo. Sasa baada ya hapo, kama unataka kuchati na huyu supplier, unaweza ukachati naye hapa. Ukiklik hapo na kwenda kuchati naye. Tumeelewana? Una swali unamuuliza hapa. Vyote vinawezekana. Lakini kuna main products unaweza ukaja hapa ukatafuta main products. Ni zile bidhaa kuu ambazo huyu bwana yani anazimudu sana. Ukitaka vitu vilivyonyooka, visivyokuwa na kipengele chochote, vilivyokuwa sawa sawa, unavipata hapa. Na hii imekaa sawa kabisa. Hapo unaweza ukaona hapa kuna nguo hapa za wanawake, unaweza ukaona hapo. Unaweza ukaona hizi ni kama jezi fulani hivi. Unaweza ukaona hizo na hizo tight hapo. Seamless. Unaweza ukaona kuna hizo hoodie hizo, hayo masweta, mapullover. Unaweza ukaona kuna t-shirt hapo ya kijanja, kuna kepu. Na unaweza ukacustomize hizo t-shirt. Vitu kama hivyo. Kwa tumeona hapo bidhaa kuu ambazo anazitengeneza ni hizo hapo na kuendelea. Lakini unaweza ukaja ukatazama wateja jinsi walivyoridhishwa. Okay? Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza ukampata supplier. Na supplier huyu mkichati mkaelewana vizuri, basi mnatengeneza trust ya kuja kuwa sasa pamoja kufanya biashara. Na hapa chini unaweza ukaona huduma zake. Na hapa chini unaweza ukaona review zake. Unaweza ukaona video tips. Video. Unaweza ukaona hapo jinsi bidhaa zake zilivyo. Lakini pia hizi ni sample za bidhaa zake anazotengeneza. Bwana, hivi ndivyo ambavyo unaweza ukaanza biashara yako kupitia mtandao wa Alibaba. Ili ni jukwaa ambalo linafanya vizuri kimataifa duniani kote. Kuna t-shirt hapa, hii t-shirt plain iko vizuri, inauzwa shilingi 6,000. Hii ni very very smart, very slim. Na unaweza ukazungumza kama unachukua pisi nyingi akakupunguzia. Tuko pamoja? Hivyo ndivyo ilivyo. Kuna hizo hoodie, lakini kuna vitu vingi hapa. Ngoja tutazame. Okay, kuna t-shirt hapa. Hizi ni round collar. Okay. Hizo ni round collar. Kwa hiyo vitu viko vingi hivyo hapo, round collar. Naweza ukaona hapo. Na hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafanya nini? Ukapata supplier kutoka jukwaa la Alibaba. Nafikiri umenipata hapo. Na basi tunaweza pia tukaangalia labda bidhaa nyingine. Mimi ninaweza nikaandika hapo, nikaandika labda niseme microphone. Labda niseme
mashine gani? Oven. Tutafute oven hapo. Oven for baking, electric oven. Oven for baking. Tutafute oven for baking hapo. Oven kwa ajili ya kuokea. Kuokea vyakula mbalimbali. Suppliers hawa hapa wamekuja. Oven hizi hapa zimekuja. Wewe kazi ni kwako. Unamtafuta supplier aliyedumu kwenye soko kwa muda mrefu. Huyu ana miaka 7. Huyu ana miaka 7. Usikimbilie tu. Wewe nenda kwa masupplier wa 5 mpaka 10. Anza kuchati nao. Fanya utafiti, uliza ubora wa bidhaa zao. Namna gani unaweza kupata sample? Namna gani unaweza kuanza biashara na wao? Huyu hapa ana miaka 6. Hii hapa. Oven zake ni hizi hapa. Unaweza ukaja hapa ukafanya nini? Ukafanya maulizo. Unaweza ukafanya maulizo. Kwa mfano kuna ka oven yaka hapa kanauzwa 47,000 46 mpaka 43 kama utachukua MOQ kubwa. Okay? Haka ukitaka kukaona hapa unaweza ukakaona. Unaweza ukakaona hapa. Okay? Haka hapa unaweza ukakaona hapo. Hiki hapa kanaonekana hapo. Sasa hivi ndivyo ambavyo unaweza ukafanya nini? Ukapata supplier. Kwa hiyo supplier humpati tu kwa bahati mbaya. Supplier unampata kwa kumtafuta. Labda unatafuta bidhaa ambazo labda skin care and beauty. Skin care and beauty. Okay? Tunatafuta hapo skin care and beauty. Suppliers. Hakikisha hapa inaonyesha kabisa suppliers. Unaweza ukamwona huyu jamaa ana miaka 9 hili kampuni. Na miaka 9. Tuangalie bidhaa zake. Safi. Anaonyesha hapo bidhaa zake ni hizi hapa. Main products. Main products ni hizi hapa. Ana bidhaa nyingi. Kuna hii bidhaa sijui inadili na nini. Ngoja tuitafute hapa. Kids Best Organic Baby Hair Care and Styling Products. Curly Set Shampoo and Conditioner. Hair for Black Kids Private Label. Sasa hizi ni zinahusu masuala ya nywele. Mafuta ya nywele haya kwa ajili ya watoto. Kwa ajili ya watoto. Una mtoto ana shida ya nywele, basi unamnunulia haya mafuta. Safi kabisa. Hii bidhaa nimeipenda. Ni safi kabisa. Hebu tuone watu wanasema nini kuhusu hiyo bidhaa. Hapa chini unaweza ukaona I have not received the product since it was shipped in August or September. Supplier alimjibu, sorry for the delay with your order. The shipment was hiyo 1 2 3. Wanajali wateja. Kwa kama kuna mtu hajapokea mzigo, basi anafanya nini? Anapatiwa maelekezo. Okay, hizi zote ni review. Hizi zote ni review comment hizo. We have been using this supplier for a while now. Yes, of course. Yani vitu kama hivyo vinawezekana. Sasa my dear friend, kinachofanyika hapo ni nini? Kinachofanyika ni kwamba umeshapata bidhaa kama hii. Wewe njoo hapa kwenye chat nao. Una chat naye. Hata kwa simu yako. Yani unafanya vitu kwa simu. Mimi natumia computer hapa, lakini unatumia simu, na hata nikitaka nikuelekeze kwa simu pia natumia simu. Yani una changamoto yoyote, wewe niandikie kwenye comment hapo chini. Umeshindwa labda kufanya purchases, kuna changamoto yoyote, wewe niambie hapo chini nijue namna gani na kuhudumia. Tumeelewana? Na baada ya kujiridhisha kabisa, basi kuna vitu ambavyo utaulizwa na
supplier umpatie, na hivyo vitu tumevijadili kwenye video iliyopita. Utampatia hivyo vitu, supplier atakutengenezea order linki, ambayo ile linki wewe ukikliki utaingiza kadi yako ya benki pale ili kufanya malipo ting, na tayari mzigo utakuwa tayari. Kisha atakwambia umtumie address ya agenti wako ambaye atakusaidia kwenye nini, kwenye shipping, na hiyo address pia utaipata kupitia hizi kampuni za cargo. Si tumeelewana wapendwa? Kwa hiyo kupitia hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya nini, kuagiza bidhaa kutoka China kwa bei ya viwandani che. Mimi ukiangalia hapo unaona bei zangu ni za Kitanzania, na hii nilifundisha kwenye video iliyopita namna gani unaweza ukabadili pesa yako itoke kwenye dola kwenye mtandao au jukwaa la Alibaba kuja kwenye pesa ya Kitanzania. Mambo ni yale yale. Unakuja kwenye My Alibaba hapa, umeona nimeclick hapa aka icon kangu aka, alafu nakuja hapa kwenye My Alibaba. Hata sasa hivi nikitaka kubadilisha irudi kwenye US dollar, ninairudisha. Ninairudisha. Ninachofanya sasa, nataka kuonyesha jinsi nilivyobadilisha hiyo pesa kwenda kwenye nini? Kwenda kwenye Tanzanian na sio US dollar. Tumeelewana? Unaweza ukaja hapa. Naweza ukaja hapa kwenye My Alibaba hapa, niliklik pale kwenye My Alibaba. Kwenye My Alibaba tayari nimesha click, nimefungua. Alafu unakuja kwenye hapa kwenye English Tanzanian. English Tanzanian. Kwenye kompyuta kidogo kuna utofauti. English alafu Tanzania nini? Currency. Tanzanian currency. Umeona? Which means kwamba mimi nibadilisha kutoka USD kwenda kwenye Tanzanian shillings. Sasa English ni lugha ambayo inatumika kuwasiliana kwenye Alibaba, lakini currency mimi ninao uwezo wa kuibadilisha ikawa USD. Na type tu hapo USD. Nikitype USD dola na click hivi na click save. Taona jinsi ilivyo. Bei zitabadilika, zitakwenda kwenye US dollar. Yes. Nikija kwenye kitu kinaitwa Home Alibaba, nikikliki kule kwenye Alibaba Home, utaona bei sasa hivi zinatokea kwa mtindo wa dola za Kimarekani. Si unanielewa? Haya, unaweza kuona hapo hiyo dola, hiyo hapo, dola hiyo hapo, ambapo hata huu utaratibu pia wa kununua kwa njia ya dola niliwafundisha, niliwaambia namna gani. Kama hujaweza kubadilisha hiyo pesa kwenda kwenye Tanzanian au kwenye local country currency yako, basi unaweza ukatumia pia dola hiyo hiyo bado ukafanikiwa. Kwa mfano, tuje hapa tafute bidhaa. Hii bidhaa hii boya mic. Nimeipenda, si ndio? Nimeipenda hiyo boya mic. Mic yenyewe ni hii hapa. Naifungua. Okay? For boya mean wireless lapel microphone, omnidirection for iPhone, Android, type C for live broadcasting, video, audio recording. Safi. Mic safi ya boya. Okay? Sasa kama mic yetu ni hii hapa, nakuja hapa chini natafuta bei yake. Bei yake ni hii hapa, dola 20. Na MOQ hapa inasoma PC moja, dola 20.50. Okay. Tunafanyaje sasa? Na tamani kujua hii pesa ni shilingi ngapi. Maana kama nina kompyuta hapa, naweza nikai highlight. Yes, nimeclick hapo, nime highlight na click Control C, alafu nakuja hapa naandika hapo USD to TZS today exchange. Today exchange.
Okay. Umenielewa hapo? Maana yake nafuatilia soko la leo. Je, dola inabadilika kwa pesa ya Kitanzania shilingi ngapi? Hii ya kwanza nimepata kwamba dola ya leo ina thamani ya shilingi 2468.95. Sasa tufanye tu ni shilingi 2500. Mimi nakuja hapo. Okay. Sasa nakuja hapa kwenye dola moja hapo, na kule tulipata zile dola ngapi? Mimi nilikopi, nina paste kama ilivyo dola 20.50. Nataka iwe hivyo tu, ile 41 naitoa. Baada ya hapo unaweza ukaona tumepata kitu kama hichi. Pesa ya Tanzania ambayo tutatakiwa kuilipia ni shilingi 50,613. 50,613. Si kama umenielewa hapa. 50,613. Ukirudi huku, kumbe hii mic yako inauzwa shilingi 50,613. Tumeelewana? Sasa kinachofuata hapo ni kwamba unakwenda kwenye ile akaunti yako, njia ya kulipia. Unataka kulipia kwa njia gani? Ya Visa card ambayo inatoka kwenye simu kama Voda, Mastercard na kuendelea. Baada ya hapo, kwenye kadi yako hakikisha kuna kiasi kisichopungua hiyo pesa ambayo tumeiona hapo, na utaongeza na kidogo kwa ajili ya makato ya kusafirisha pesa duniani kote. Sio kama unamenielewa hapo. Sasa hivyo ndivyo ambavyo unakwenda kujua thamani ya dola kwa pesa ya Tanzania kwa siku hiyo husika. Lakini kama unataka kujichosha zaidi, basi unakuja kama vile My Alibaba. Unakuja hapo My Alibaba. Ushakuja hapo My Alibaba. Unakuja hapo English USD. Alafu nakuja hapa currency hapo naandika TZS. Hiyo Tanzanian shilling. Nakuja hapo na save. Yes, wow. Tayari tumesha maliza. Lakini pia baada ya kusema hayo, mimi na wewe tutakuwa tumemalizana kwenye hili somo la namna bora ya kufanya nini? Namna bora ya kubadilisha fedha za Kimarekani kuja pesa za nini? Za Kitanzania. Nafikiri hapo tumeelewana. Kwa hivyo ndivyo jinsi unavyoweza kufanya ili kununua wapi? Alibaba. Mzigo unaponunua Alibaba, kuna bei ya usafiri ambayo huwa inalipiwa kutoka pale Alibaba kwao kwenye hiyo warehouse ya kiwanda mpaka pale kwenye kago yako. Kwa hiyo unapokuja kuambiwa kwamba kuna transport fee imejumuishwa, usishangae. Hiyo pia ni sehemu mojawapo ya kufanya nini? Hicho kitu kipo, ndio. Kwa sababu China ni kubwa. Inawezekana kutoka hapo kwenye warehouse ya hicho kiwanda uliponunulia mpaka kwenye cargo house ya pale ambapo wanakwenda kusafirishia ikachukua muda kidogo. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kuagiza bidhaa kutoka Alibaba. Hizi ni bidhaa ambazo mimi nimekuwa nikizitafuta na kuzinunua mara kwa mara. Unaweza kuziona hapa, zina pop up, zinatokea bidhaa nyingi. Mimi mara nyingi bidhaa zangu ni hizo electronic, gadget pamoja na bidhaa za maofisini. Hizo ndo bidhaa ambazo mimi huwa nadili nazo. Na wewe pia utaona bidhaa nyingi zinatoka kwenye application yako kutokana na zile ambazo unazofanya nini? Unazozitafuta mara kwa mara. Kwa hiyo ile application yenyewe ina recommend kwamba huyu Alex Maganga anapenda bidhaa fulani. Si tumeelewana? Hivyo ndivyo ambavyo Alibaba inafanya ili kuweza kumhudumia yule anayeitumia application kupata bidhaa anazozitafuta kwa wakati. Lakini kabla pia hujanunua, jitahidi kufanya utafiti kwenda katika mitandao mbalimbali ili kujua bidhaa unayonunua kwa hapa Bongo inauzwa shilingi ngapi. Kwa mfano, tunaweza tukaingia labda mtandao, labda twende natafuta labda mtandao wa Zoom, mtandao wa kupatana.
mtandao wa kupatana bei ya blender Silvercrest. Yes, tuone. Alafu kuna vitu hapa tutajifunza wote tutajifunza kupatana Silvercrest. Kupatana ni hii hapa. Okay, nafikiri unaona wewe mwenyewe kupatana hawa wanauza hii blender ya Silvercrest kwa shilingi 10,090. Hii hapa kwa shilingi 10,090. Sasa mimi ninachokwenda kukifanya, nachukua picha hiyo ya hii bidhaa, alafu nakwenda kufanya nini? Nakwenda kutafuta bidhaa inayofanana na hiyo katika mtandao wa Alibaba. Si kama tunaelewana? Nachukua hapa save image as, na isave hiyo, alafu nakwenda kuitumia hiyo picha kutafutia hiyo bidhaa, afu tutaangalia kule, je, bei ni shilingi ngapi? Mbinu hizi zote nimeshafundisha. Hizi mbinu nimeshafundisha kwenye nini? Kwenye darasa lililopita. Wewe tafuta hapo video hapo, jinsi ya kuagiza China. Soma hiyo video lisaa lizima hapo, utaona jinsi namna nilivyofundisha namna ya kusearch nini, kutafuta bidhaa kwa njia ya picha. Kutafuta bidhaa kwa njia ya picha, unakuja hapa kwenye hii kamera hii. Nipo kwenye Alibaba hapa jamani. Na click hii kamera. Alafu hapa ananiambia upload hiyo picha yako. Tumeelewana? Na click hapa. Na kuja picha yangu niliweka wapi? Na itafuta hapa. Picha yangu hii hapa, nimeshaipata, naifungua. Kule tuliona bidhaa yetu inauzwa shilingi 10,090. Sasa tuje huku Alibaba tuone bidhaa yetu inauzwa shilingi ngapi. I say, hivi ndivyo watu wanavyopiga mapesa I say. Hivi unaona kitu ambacho tunakiona hapa? Nakiona mimi au nawe pia unakiona? Tazama hapa. Huyu anauza shilingi 15,000. Huyu anauza pia shilingi 15,000. Huyu 13,000, huyu 10,000. Bidhaa si hii hapa? Hii hapa, huyu hapa. Na yule bidhaa ile picha kaichukua kutoka China kama ilivyo. Umeona? Yeye anauza shilingi 10,090. Haya, chukua shilingi 10,090, toa shilingi 13,000, tufanye 16,000 hapa. Toa 16,000. Tunakuja hapa kwenye calculator. Tuone jinsi biashara zinavyowatajirisha watu. Tuje hapo calculator. Calculator hii hapa. Haya, tunachukua hapo. Kule yule mwamba anauza 10,090. Na iandika hapo 10,090 hiyo hapo. Tunatoa sasa kule China anauza 15,600, tufanye 16,000. 16,000. 16,000. $16,000 hiyo hapo. Tunatoa hapo, nabaki shilingi ngapi? Nabaki 74,000. Haya, mathalani blender moja kutoka China mpaka huku ni shilingi 10,000 mpaka 15,000. Na nimekupigia mfano kwa sababu ni blender moja, lakini zinapokuja quantity, blender kuanzia 20 na kuendelea, zinakuja kwa bei nafuu sana. Haya, nakupigia hapo labda hesabu shilingi 10,000. Manake hapa ilikuwa shilingi ngapi? 74,000. 74,000. 74,000. 74,000 toa shilingi 15,000. Toa shilingi 15,000. Okay? Hapa hesabu kidogo tulichanganya. Okay, ilikuwa 74,000. Hii hapa, alafu tunakuja tunatoa 15,000.
tunatoa 10,015. Jibu letu hapa itakuwa 59,000. Halo, huyu jamaa anapiga faida 59,000. 59,000. Kwenye 59,000 basi tufanye 9,000 ni matangazo. Unatoa 9,000 matangazo ya hiyo bidhaa moja tu. Ana shilingi ngapi? Ana shilingi 50,000. Changamka. Kama huijui Alibaba vizuri, basi comment hapo chini niambie namna gani niweze kukusaidia, na kama unahitaji darasa kupitia mimi, basi niko tayari kukusaidia, na niko na kitabu kizuri kabisa ambacho kitakusaidia kukupa mwongozo namna jinsi ya kuagiza kutoka Alibaba. Umeona huu utafiti ambao nimeufanya, na wewe pia unaweza ukafanya utafiti wa bidhaa ambazo unatamani au ungependa kuzifanyia biashara, kuziagiza kutoka China kuja Tanzania. Na hiyo ndiyo mbinu mojawapo ambayo nimekupa katika mbinu 5 ambazo nimekutajia ili uweze kuwa bingwa wa kuweza kuuza hapa mtandaoni hapa Tanzania na kutengenezea kipato. Mimi ni Alex Maganga na hii ni Tanzania Marketing Pro. Kama huja subscribe, basi gonga kitufe cha kusubscribe hapo ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Na huu ndio ujuzi ambao watu wengi sana unaosaidia kupata pesa. Na kama ukiwa mjuzi tu wa kufanya hayo manunuzi, sio tu mpaka uuze, unaweza ukawasaidia wengine, na unaweza ukawaagizia wengine, na unaweza ukaanzisha madarasa ya kufundisha watu kununua bidhaa kutoka China na kisha wakakulipa. Bye bye. Thumb up.